Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ndugu wasikilizaji, katika chaneli yetu hii ya Turiyu TV, katika siku hii ya leo insha Allah, hebu twende tukasome dalili zitakazokujulisha kwamba wewe umelogwa ama wewe umefanyiwa uchawi. Dalili zitakazokujuza kwamba ukiwa na hali hii au ukiwa na alama hizi ama ukiwa na dalili hizi, basi fahamu kwamba wewe umefanyiwa uchawi ama wewe umelogwa. Ukiwa na dalili hizi zipi? Inshallah twende tukajifunze katika siku hii ya leo, lakini bila ya kusahau tutaelekeza na mfumo wa dua zake, za dua gani uweze kuzifanya ili kuweza kujiepusha na mabalaa haya. Hivyo tunasema dalail qad tushiru ila sihri biidhnillah. Hizi ni dalili maalum ambazo ukiwa nazo zinakuashiria kwamba wewe umelogwa. Fahamu dalili hizi ni zipi, moja kwa moja tunakwenda kujifunza. Lakini insha Allah naomba leo nikufahamisheni kwamba leo mimi sipo katika ardhi ya Dar es Salaam. Leo nipo katika ardhi ya Manyara Babati. Huku ni mkoa wa Manyara Babati. Alhamdulillahi, Mwenyezi Mungu awabariki ndugu zangu wa Iraki, wamenipokea vizuri kabisa. Niko Babati Manyara. Hivyo kama unatamani kuonana na mimi, basi sio mbaya kama uko Babati Manyara huku kwa Wairaki. Ukipenda tukaonana, basi watu wa Magugu, watu wa Galapo, watu wa Endasaki, watu wa Kateshi, watu wa Endagao, watu wa wapi hapa Bonga na sehemu zingine zote za hapa jirani, mnaruhusiwa kuja tukaonana insha Allah. Nipo Babati na nimekuja huku kwa ajili ya kazi ya dini. Sijaja huku kwa ajili ya kutafuta nini wala nini. Nimekuja kwa harakati za dini basi. Sasa ndugu zangu, naomba leo tuende tukazungumzie dalili za kwamba umelogwa. Ukiwa na dalili hizi, basi fahamu kwamba umelogwa. Ni zipi hizo? Hebu naomba kuweni makini, mnisikilize mpate kujifunza, halafu mjifunze na tiba yake. Baada ya kujua sasa wewe umelogwa, ufanye nini ili ujitibie, ubaki kuwa safi na ubaki kuwa sawa. Jambo la kwanza, ili ujue kwamba wewe umelogwa, kuna kitu tunaita at-tafriqu baina zawjaini, kutengana au kuchukiana kati ya mume na mke. Mume na mke mkiona mnatengana au mnachukiana, tafriki ikaingia, mkajikuta hampendani ghafla tu, basi fahamuni kwamba nyinyi mmefanyiwa uchawi. Na katika Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema katika suratul Baqara aya ya 102, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawji, wakawafarakanisha wakafundisha uchawi ambao ulifundishwa, uchawi ambao unawafarakanisha baina ya mume na mke. Kwa hiyo kuna uchawi rasmi ambao uchawi huu kazi yake kubwa ni kuwafarakanisha kati ya mme na mke. Huu ni uchawi unaojulikana kama sihru tafriqi. Ni uchawi mbaya sana. Mwenyezi Mungu atuepushe na uchawi kama huu. Lakini je, ikiwa utajiona wewe unagombana sana na mkeo, ama wewe unagombana sana na mumeo, ama ukimwona mumeo unakasirika, ama ukimwona mkeo unakasirika, yaani unajikuta tu unakasirika, au unajikuta umpendi, akiondoka unatamani awepo, akiwepo humtamani hata kumwona, au ukimwona hata kama ulikuwa na furaha unajikuta ile furaha inakuisha, unaanza kujiona tu kama vile kuna
kama kuna shida tu, yani unatamani mume wako asiwepo, aende mbali na wewe. Au mwanamme anatamani asichelewe kurudi nyumbani ili asikutane na mke wake mapema wakapiga stori, hatamani hata kuwa karibu na mke wake. Ukijigundua una dalili hii, basi my friend, wewe una sihir at-tafriq, una uchawi wa tafriq. Basi fanya haraka kuyafanya hayo ambayo tutakayoyafundisha katika siku hii ya leo, ili kuweza kukaa sawa na kujirekebisha na kukaa katika hali nzuri ya kutokuwepo uchawi, na mkakaa kujenga familia yenu vizuri, kutafuta watoto na kutengeneza maisha kuwa bora. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo linasababisha ukiwa nalo utambue kwamba wewe umelogwa, tunasema alkawabisul mutakarrar, ni kuota ndoto za kutisha mara kwa mara. Ukiona mara kwa mara unapenda kuota ndoto za kutishatisha, kama vile mtu kuota nyoka, mtu kuota mambwa, mtu kuota yupo makaburini, mtu kuota anakimbizwa na zingine mfano wa hizo, basi ndugu yangu, wewe umefanyiwa uchawi. Fanya juhudi kufanya haya ambayo tutakayoyafundisha katika siku ya leo, ili uondokane na uchawi uliofanyiwa. Jambo la tatu tunasema karahiyatu samai alqurani, mtu kuchukia kusikiliza Qurani. Ukiona kwamba ukiisikia Qurani inakuchukiza, unakuwa huipendi, unatamani izimwe, au ukipita sehemu ambako unaisikia Qurani unaona tabu kabisa sehemu hiyo, unawahi kufanya haraka kwenda mbali na sehemu hiyo, basi fahamu kwamba wewe umelogwa na una uchawi mbaya kabisa, na unatakiwa ufanyiwe tiba ili mradi uweze kukaa sawa na kuweza kuondokana na uchawi wako na kusurvive vizuri maisha yako na kuweza kufanya mipango yako iendelee kwenda vizuri katika mfumo wa maisha yako. Hilo ni jambo la tatu, kusikia kisomo cha Qur'ani na ukawa unakichukia, basi kwa staili hiyo wewe umelogwa. Fanya jitihada za hali na mali uhakikishe unaepukana na uchawi huo. Jambo la nne tunasema ni kwamba kwa yoyote ule ambaye amefanyiwa uchawi wowote ule, yoyote ambaye amesihiriwa, ni kwamba jambo la nne tunasema al-alam ghairul mufassira, maumivu yasiyoelezeka. Unaweza ukawa unaumwa sana na kichwa, au ukaumwa na mgongo, au ukaumwa na bega, mkono, mguu, lakini si katika yale maumivu ambayo tunajua hili ni tatizo. Mfano, mtu akiumwa sana magoti, tunajua ni ukosefu wa uteute katika joint. Mtu akiumwa sana na kitu fulani, yani achana na maumivu yale, pengine ulijikwaa, ulianguka, ukavimba, achana na maumivu hayo. Kunakuwa kuna maumivu tu automatically yenyewe huja tu direct, ambayo hujui ulifanya nini, yani unajikuta unaumwa tu. Basi ukiona una maumivu haya ya mara kwa mara, mara kichwa, mara mkono, mara mguu, mara kidole, basi my friend, wewe umelogwa. Hakikisha unafanya jitihada sana za kuweza kuitafuta tiba ya kuweza kujiweka mbali na uchawi ambao umefanyiwa. Haya, hilo ni jambo la nne. Jambo la tano ni kwamba tunasema al-araqu wa qillatun naum. Al-araqu wa qillatun naum
Yaani maana yake ni kuwa na mishtuko na kukosa usingizi. Yaani mtu anakuwa na wahka ule, kushtuka shtuka, yaani hivyo anashtuka shtuka. Lakini pia mtu huyu anakosa usingizi, anautafuta usingizi kuanzia saa 3 ya usiku mpaka saa 7, bado yuko macho. Watu wote washalala, yuko macho tu, utafikiri mlinzi. Anakuja kupata usingizi saa 8, saa ngapi? My friend, wewe umelogwa, una mtihani sana katika uchawi. Sasa unatakiwa uyafanye haya ambayo tutakayokwenda kuyafundisha leo kwa ajili ya kuweza kujinusuru na matatizo ya kichawi. Hilo ni jambo la 5. Jambo la 6 tunasema adhiqu walqalaqu bighairi sababi, ni kuhisi dhiki na kuhisi wasiwasi bila ya sababu yoyote. Kuna mtu akikaa tu anajisikia wasiwasi, anaogopa, anakuwa mtu muoga. Sasa ukiona unakuwa muoga, unaogopa, basi ndugu yangu, tambua kwamba wewe umelogwa. Unajisikia dhiki, yani hujielewi, my friend, fahamu kwamba wewe umelogwa. Unatakiwa ufanye jitihada kubwa za kuhakikisha kwamba hiyo dhiki itakwisha na huko kupata wasiwasi kutakwisha. Uwe safi tu, uondokewe na kila kilichokuwa kibaya. Hapo mambo yatakuwa safi na mambo yatakuwa murwa kabisa. Jambo la 7 tunasema kwamba annufuru minazawji au zawgaini. Hapa tunasema mtu kutokea ghafla kumchukia mume wake au mume kutokea ghafla kumchukia mke wake. Yaani ghafla tu ukatokea kumchukia. Achana na ile mwanzo. Hii ni hatua ya pili. Kuna ule uchawi wa mtu anamloga mtu amchukie mke wake tu haraka tu ili ule mke afukuzwe. Au kuna mtu anamloga mtu amchukie mume wake haraka tu ili mume amfukuze yule mwanamke, pengine anataka kumwoa yeye. Hii nayo ni hatari. Hii tunasema ukiona unamchukia mkeo ghafla au unamchukia mumeo ghafla, basi fahamu kwamba wewe umelogwa na unatakiwa kufanyiwa matibabu ya haraka sana. Fanya jitihada uweze kufanyiwa matibabu. Jambo lingine ambalo litakalo kusababisha ujue kwamba wewe umelogwa, hapa tunakwenda katika jambo la 8. Wewe umelogwa ni kwamba athiqalu inda al-ibada, mtu kuwa mzito wakati wa kufanya ibada. Yaani ibada inampita, muda wa ibada hazingatii, anakuwa mzito, anapenda sana kulipiza zile ibada zilizompita. Yeye ni mzito tu katika ibada nyingi zinampita. Wewe umelogwa. Achana na yule mtu ambaye automatically yeye hana mazoea ya kufanya ibada. Kuna yupo yule mtu ibada inampita na anajisikia vibaya, kwa nini ibada hii imenipita? Basi fahamu hizo ni moja ya dalili za kwamba wewe umelogwa. Fanya jitihada kuyafanya hayo ambayo tutakayoyafundisha leo ili uweze kujinusuru na uchawi uliokupata. Jambo la 9 tunasema ru'yatul hayati wal aqarib fil manami. Ikiwa mtu ataota anaona nyoka na anaona mange katika usingizi wake, basi yafahamu ya kwamba wewe umelogwa. Sasa unatakiwa ufanye juhudi za kuhakikisha unafanya kile ambacho leo tunakwenda kukifundisha insha Allah, ili mradi uweze kuepukana na uchawi huo.
Jambo la 10 ni kwamba tunasema jambo la 10 ili upate kujua kwamba wewe umelogwa ni kwamba shuuru biharakatin au wujudi shay'in ghairi marbiyin au ghairi mar'iyin, kuhisi kama vile kuna kitu kinakutembea, unahisi kuna kitu kinakutembea mwilini mwako, au uwepo wa kitu usichokiona, yaani unahisi kuna kitu ambacho hakionekani lakini kipo katika mwili, au unahisi kama kuna vitu vinatembea tembea mwilini. Ukiyaona hayo, ndugu yangu, tambua kwamba wewe umelogwa, una uchawi katika mwili. Unatakiwa ufanye jitihada za kuhakikisha kwamba unapona kwa kutumia dua. Kwa hiyo haya yote mambo 10 tuliyoyafundisha, ukiwa na moja kati ya mambo haya 10, basi fahamu kwamba wewe una uchawi katika mwili wako. Na namna ya kuweza kujisaidia hapa sasa, naomba twende tukajifunze ni njia gani tutakazozitumia ili tuweze kujinusuru na kujiondoshea mabalaa haya ya uchawi huu. Jambo la kwanza, hakikisha unachukua maji. Chukua maji, jitahidi sana maji yako yawe ni maji safi na salama. Alafu maji haya yachanganye na maji ya marashi. Pata hata maji lita 5, changanya na maji ya marashi. Halafu kama utapata maji ya Zamzam changanya, ukikosa haina shida. Kama utapata maji ya kisima changanya, hakikisha unachanganya na maji ya tikiti maji. Utalisaga kidogo lile tikiti maji, maji yake utachanganya pale. Hakikisha unapata na maji ya madafu unachanganya pale. Kwa upate maji ya Zamzam, maji ya tikiti maji, yani maul batwikhi na maanisha, na maji ya kisima. Basi ukikosa maji ya kisima pata maji ya mvua, ukikosa ya mvua pata maji ya kisima. Basi maji haya yasomee dua hii. Dua yake ni ipi? Inasema Allahumma rabbin nas. Dua kali kabisa, mujarabu kabisa ya kuondosha uchawi. Allahumma rabban nasi adhhibil ba'asa washfi anta shafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama wala alama. Nairudia tena dua hii, inasema Allahumma rabban nas adhhibil ba'asa washfi anta shafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama wala alama. Narudia tena mara ya mwisho, inasema Allahumma rabban nasi adhhibil ba'asa washfi anta shafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama wala alama. Hii ndiyo dua utakayokwenda kuisoma. Kisha dua hii utaisoma mara ngapi? Mara 21 katika hayo maji. Kisha maji hayo utayapuliza, na kisha utasoma qul a'udhu birabbil falaq mara 21. Utasoma qul a'udhu birabbin nas mara 21. Alafu maji haya utakuwa unakunywa pamoja na kujipaka mwili mzima. Wallahi, kwa uwezo wa Allah utakuwa ni mwenye kupona vizuri 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 kabisa. Haya, ukipenda chukua bukhuri, tengeneza bukhuri. Bukhuri hii inatengenezwa kwa mustakbali huu ufuatao.
Tulishawahi kuelekeza namna ya kutengeneza bukhuri, lakini kwa bahati mbaya nafikiri tulikuwa nazo zile bukhuri na tulizitoa sana kwa watu, lakini kwa bahati, sio bahati mbaya, bahati nzuri, kwa sasa nimesafiri, nipo katika ukanda wa Manyara au Babati sasa, lakini ninazo bukhuri. Kwa yoyote atakayehitaji bukhuri anaweza kupata hapa Babati, nimekuja nazo. Lakini pia vile vile ukiwa Dar es Salaam, mikoa yoyote ile, bado unapata bukhuri. Kama kuna mtu atahitaji, tunamuagizia tu kutoka Dar es Salaam, inamfikia kule kule alipo. Tutatoa maelekezo kupitia jina lake, atafanyiwa kinachostahiki na atatumiwa bukhuri yake. Lakini naomba bukhuri hii niielekeze namna ya kuiandaa pia, ambayo bukhuri yenyewe ndio hii unayoiona hapa. Sisi kwetu bukhuri hii tunamuandalia mtu vizuri kabisa na tunamtumia popote pale alipo kwa gharama ya shilingi 50,000. Unaweza ukaona gharama yake ni kubwa kidogo, kwa sababu material yaliyoingia hapa ni material makubwa. Kuna mengine ya bei rahisi kabisa, lakini kuna mengine ni ya bei ghali sana sana, na kupatikana kwake pia ni adimu, yameingia humu. Bukhuri hii kazi yake ni kuchoma, unajifukiza katika mwili na unafukiza katika nyumba yako. Na bukhuri hii hutumiwa na mtu mmoja tu, kwa sababu tunachukua, ikiwa wewe unaitaka bukhuri hii, unatutumia jina lako na la mama yako, tunakutazamia unatakiwa usomewe sura gani, kisha hiyo sura tunakusomea kwenye bukhuri, kwa sababu sura hiyo inakuwa ni munasaba na Qur'ani yako na jina lako, itasomwa katika bukhuri. Kisha ikishasomwa katika bukhuri, hapo sasa ndipo utatumiwa bukhuri hii. Yani utatumiwa, utakuja kuitumia wewe kama wewe, kwa sababu bukhuri hii haistahiki kuweza kuitumia na mtu mwingine, kwa kuwa imetumika jina lako peke yako, imetumika kisomo chako peke yako, imetumika namna ya mfumo wako wa Qur'ani yako pamoja na jina lako pamoja na kisomo chako. Kwa hiyo bukhuri hii inaweza kufanyika kwa mustakbali kama huo, na ndio maana tukasema kwamba ukiipata bukhuri hii inatumiwa na wewe peke yako, na wala hairuhusiwi kutumia mtu mwingine. Sasa basi, bukhuri hii ninakuelekeza namna ya kuitengeneza. Ukiweza kaiandae, ukishindwa basi njoo tulizoandaa sisi, unaweza ukapokea popote, mkoa wowote, utatumiwa na utakwenda kuitumia. Jambo la kwanza ya kuiandaa bukhuri hii, tunasema upate kitu kinachoitwa kandar. Hizi zinapatikana katika maduka ya vifaa vya Kiarabu. Pata dawa inayoitwa kandar, upate kitu kinachoitwa jawi, upate kitu kinachoitwa sandarus, upate ubani dhukura, upate manemane, upate miski nyeupe ya unga, upate miski nyeusi ya unga, upate kafur, upate ambari nyeupe, upate faijal na upate uvumba. Hizi ni material 11 ambazo material hizi 11 ndo zimezalisha bukhuri hii. Nyingi zinapatikana na nyingi pia hazipatikani kwa kirahisi. Mfano kama ambari, gharama yake ni 250,000 na 80 sometimes mpaka 300,000. Gharama yake ni juu sana, tena watakuuzia kapunje kama cha muhindi kadogo sana. Sasa ndo maana kumuandalia mtu mmoja ni ngumu, tunaandaa za watu wengi ili gharama iwe nafuu katika maandalizi yetu. Kwa yoyote yule atakayehitaji bukhuri hii, basi insha Allah inapatikana kwa gharama ya shilingi 50,000. Utatumiwa popote pale ulipo, na wallahi ukiitumia hii bukhuri
utastaajabu. Manuksi, mamikosi, mabalaa, kila aina ya shida zitakuondoka. Haya tunayazungumzia mauchawi yatakuondoka, utakuwa safi na salama. Kwa hiyo unaweza ukasoma, ukachukua bukhuri hii ukaiandaa, na kisha ukaisomea sura yako inayostahiki, halafu bukhuri hii ukaitumia kwa kuchoma katika mwili asubuhi na jioni. Unakwenda kuamsha nyota yako, kuitengeneza nyota yako na kuteketeza ushirikina na uchawi na ubaya wote katika mwili wako insha Allah. Hiyo ndio jambo muhimu kuhusiana na hii bukhuri. Kwa hiyo kwa dua hii ambayo nimekuelekezeni na nimekufundisheni, naomba inshallah kila mmoja aweze kuifanyia kazi. Lakini vile vile kama unatamani kuweza kupata bukhuri zipo, na kwa wale watu ambao waliweka oda ya bukhuri zao na tukawaambia zimekwisha, sasa hivi bukhuri zinapatikana popote pale ulipo, bukhuri zinapatikana insha Allah. Mwisho kabisa ni kuombe usiache kusubscribe katika chaneli hii ili upate kujifunza mambo mengi sana. Usiache kushare, usiache kulike. Na mwisho kabisa tunatoa zile tangazo za masuala ya nusura za ndoa. Kama kuna mtu anataka mme, atuone katika namba hiyo. Kama kuna mtu anataka mke, tuone katika namba hii. Tumekwishaozesha ndoa nyingi sana. Inawezekana ulipo hapo hakuna mtu ambaye anakutaka kwa sababu amekuzoea, lakini mwingine wa mbali akikuona atakutaka kwa sababu hajakuzoea. Kwa hiyo usitegemee uzaliwe hapo, ukulie hapo, uolewe hapo. Hapana, unaweza ukaolewa mbali ya hapo inshallah. Mwisho naomba tusiache kusubscribe, tusiache kushare, tusiache kulike. Na wanahitaji nusura ya ndoa tuonane, na inshallah anahitaji bukhuri, piga namba hizi za Voda, tutaweza kuwasiliana, tutakuelekeza unapata vipi bukhuri. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.